na mamlaka, mwenyeji wa mbinguni na duniani, uliyeziumba mbingu kwa mfano wako mwenyewe, kwa kuwaweka watu kwa asili yako, e Bwana Baba wa mbinguni, tunaliinua jina lako masaa haya, ni kwa sababu tunahitaji kusikia sauti yako takatifu juu ya maisha yetu. Tazama Mwenyezi Mungu, ujumbe ni wako na neno hili Bwana ni lako, kwa sababu sisi si wenyeji wa neno hili, bali wewe mwenyewe ndiye mwanzilishi wa injili hii, ambayo hadi wa sasa Bwana tunaifuata, tukijua kwamba Mungu liko tumaini la kweli ndani yetu kwa sababu ya ujio wako katika maisha yetu. Basi nimesimama mbele za wateule wako, si kwamba nina neno kinywani mwangu wala ninao ya kunena juu ya watu wako hawa, lakini Bwana wewe ndiye mwenye neno, ndiye mwenye mafunuo. Hivyo basi shuka mwenyewe unene nasi kwa namna ya kipekee, unitumie mimi tu Bwana kama chombo chako, kwamba ujumbe wako Bwana ukatufikie sote na tukapate Bwana kubarikiwa, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa ajili ya wageni, majina yangu naitwa Paul Fondo, na huyu Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu toka mwaka wa 2009. Bwana alinipata sifai, sikupendeza kamwe machoni kwake. Nilijipa haki kwa mambo mengi katika ulimwengu huu, na nikawa mbali sana na uso wa huyu Yesu Kristo. Sikuweza hata kutambua jina hili. Lakini wakati na majira ulipofika mwaka 2009, Bwana alikutana nami na akapendezwa nami nilivyokuwa mchafu. Akanipokea, akaweza kunionyesha dhambi zangu nilizokuwa nikizitenda na kuzisherehekea na kuzitubu na kuanza safari hii ya kwenda mbinguni. Nikiwa mbele yenu ni mwenye dhambi ninayepiga vita hivi vya kwenda mbinguni, na Bwana wa mbinguni amekuwa mwema toka mwaka ule wa 2009, wakati ambapo alinipatia ujasiri wa kutembea kati yake kwa kuniondolea hofu ya mambo mengi, hofu ya wachawi. Nilikuwa nimehangaika kwa miaka mingi nikitafuta usaidizi kwa wachawi na waganga, lakini mwaka huo nikakutana na huyu Yesu, mganga wa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi niko mbele zenu na neno la Bwana, na ujumbe wa siku ya leo ni je, Mkristo anawezaje kuzaa matunda? Bwana Yesu asifiwe. Mkristo atawezaje kuzaa matunda? Katika neno tulilosomewa, Yesu Kristo akiwa anaongea na wanafunzi wake, neno kuu ni kwamba yeye aliwaita, na si kwamba tu aliwaita. Basi Yesu katika mstari wa 16, hiyo Yohana 15 mstari wa 16 anasema, si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua, hivyo nimewaeka mwende na mzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo atawezaje kuzaa matunda? Jambo la kwanza, Mkristo ambaye anataka kuzaa matunda ni Mkristo ambaye ameshikamana kwa karibu na ushirika wa Yesu Kristo na kuweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mkristo atazaa matunda, kwa sababu katika neno lake Yesu anasema bila yeye sisi hatuwezi lolote. Bwana Yesu asifiwe. Akatufananisha sisi kama matawi yasiyokuwa na uwezo. Ni kwa sababu Yesu anasema tawi lisilozaa yeye mwenyewe hulikata, baba yake hulikata na kulitupa motoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila tawi linalozaa, basi Mungu mwenyewe hulisafisha tawi lile na likaendelea kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo
Hivyo basi wewe ukiwa jinsi ulivyo, ni kwamba wewe umeunganishwa na Kristo. Ni kwa sababu ulikubali kuunganishwa na Kristo kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na uliunganishwa na Yesu kiroho ni kwa sababu wewe ulikubali kumpokea Kristo. Hivyo basi unapompokea Yesu Kristo na kuziweza kuzifuata nyayo zake, unakuwa mmoja wa wana wale watakaoweza kuwa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wewe ukiwa jinsi ulivyo, ni kwamba kuzaliwa kwako mara ya pili, tukisoma katika kitabu kile cha Yohana 3 mstanzia mstari wa 1 hadi ule wa 6, tunakutana na mtu mmoja wa Mafarisayo, yule ambaye alikuwa ni mkuu wa Yahudi, jina lake akiitwa Nikodemo. Bwana Yesu asifiwe. Nikodemo huyu, neno linasema, alimwendea Yesu usiku na kumwambia, Rabi, tunajua wewe ni mwalimu na ya kwamba wewe pia unatoka kwa Mungu. Ishara hizi unazozifanya hakuna mtu yeyote anayeweza kuzifanya isipokuwa Mungu awe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, amini amini nakwambia, usipozaliwa kwa mara ya pili hautaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pale Nikodemo akawa na maswali, akawa anamwambia Yesu, itakawezekanaje mtu mzima kama mimi ndiye nirudi tumboni mwa mama yangu na nizaliwe tena mara ya pili? Pale Yesu anamjibu, anamwambia ya kwamba usipozaliwa kwa maji na Roho hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu Yesu anasema kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe kuunganishwa kwako katika Kristo, umeunganishwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uko na uzao wa kwanza ambao huo ni wa damu na nyama. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unisikize kwa makini, ndio ujue kwamba kuna uzao mmoja unaweza kupoteza usipokuwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wa kwanza huo ambao ni wa damu na nyama, huo uzao ni uzao wako wa duniani ya milele hadi siku ile utakapotoka katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na hata hujapotoka katika mwili, bado watu wataitanisha kwamba kulikuwa na fulani wa fulani aliyekuwa anaishi na sasa hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo baba yako wa mwili utaitanishwa naye, iweje hata uwe mtukufu namna gani, tabu yule mtoto wa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukengeuke useme ule si baba yangu, utaambua yule ndiye baba yako. Upende usipende, awe mchawi, awe mzinzi, awe mlevi, awe katika karakta zote ambazo hazipendezi, bado atabaki ni baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo hawezi kubadilishwa na yeyote. Ndio maana hata katika zitakabadhi zako zote, chapa chake na baba yako kitu utatembea nacho katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katoka katika dunia, bado utabaki na jina lake. Ni kwa sababu lile ndilo jina ulilopewa hapo ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kuna uzao mwingine wa pili ambao huo uzao usipokuwa makini utopoteza. Ni kwa sababu uzao huo ni zawadi, na zawadi ujue unapopewa kila wakati utakapokuwa. Hii zawadi ya wokovu tumeipewa kwa masharti. Bwana Yesu asifiwe. Haujapewa tuchukua zawadi enda. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa wokovu na masharti, ni mpaka ulinde njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio dumu kuliko mwongofu, kwa sababu umezifuata taratibu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo unaweza okoka leo ukasema Yesu ni Bwana, ukawa kiroho leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hutatii sauti ya Bwana, wakati ukafika ukakengeuka, tukaona ya kwamba tena wewe umerudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe.
hautaitanishwa tena mwongofu, bali utaitanishwa mtu ambaye amerudi dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wewe unapookoka, hata ujapokuja kuanguka, hauna nafasi katika ufalme wa Mungu, kwa sababu the day unaanguka ndio jina lako linafutwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umetembea kwa miaka mingapi katika wokovu. Wokovu huu hauna miaka, hauna siku za kuweza kujihesabia na kusema ya kwamba una gain points kwa Mungu. Wewe ukiwa mwongofu hauwezi kuweka points kule. Haule mbinguni hatuendi na points. Tunaenda na ukamilifu wa kila siku na saa na dakika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo hata ukawa wewe ni umeokoka, dakika zako za mwisho, hata kama unakufa kesho, leo rudi dunia uweze kumkana Yesu, wewe umefutwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa disqualified automatically. Bwana, ile wokovu tuliopewa ni wa Roho Mtakatifu, naye Roho alifanya kutumwa na Bwana, hatuko naye sisi. Bwana Yesu asifiwe. Roho kai naye, ndio maana anaingia alafu kwa mchafu anakuanga sema kwenda nituma mwali pachafu. Haleluya. Basi nataka kuambia siku ya leo, wewe ukiwa Mkristo, Yesu akasema muzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Na unajiuliza, mimi nizae matunda kwani mimi ni mtu? Bwana Yesu asifiwe. Basi kila mtu wajulikana kwa matunda yake, na wewe ukiwa Mkristo utajulikana kwa matunda yako. Watu watakujua wewe ni Mkristo ni kwa sababu ya mienendo na tabia zako, na jinsi unavyokaa inaambatana na njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma katika kitabu cha Galatia 5 ule mstari wa 22-23, hiyo inasema hivi: lakini tunda la Roho, kuna matunda 9 ambayo anataka yadumu katika Mkristo aliyeitwa kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo katika hiyo kitabu cha Galatia 5 mstari wa 22-23, Biblia inasema hivi: lakini tunda la Roho, la kwanza ni Yesu Kristo. Ni Paulo huyo anawaambia wa Galatia, la kwanza ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. La pili ni furaha. Haleluya. La tatu ni amani. Bwana Yesu asifiwe. La nne ni uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. La tano ni utu wema. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda na 6 ni fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na uaminifu. Haleluya. Upole na kiasi. Mambo 9 uwe ndani yako ya Kristo, ndio uweze kukamilika kurithi ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni ajabu ya kwamba mazao tunayompatia Bwana sio mazao yale anayotarajia kwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo 9 ambayo nimeyataja, wewe lako ni gani hapo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna lako hapo wewe. Kuna wengine wamekosa vyote na ni Wakristo tu, hawana yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mambo 9 hana hata moja. Ni upendo hana, ni furaha hana. Hata hizi furaha kwa watu wako Mkristo. Kristo alikuja kuleta raha duniani. You must be happiness to everybody. Bwana Yesu asifiwe. Twende mahali watu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukamilike katika hayo matunda 9, wewe utakuwa mkuu Mkristo kweli kweli ambaye unamngojea Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe huna furaha. Hata mahali kuna amani huleti amani, matunda ya amani huna. Bwana Yesu asifiwe. Hauna uvumilivu wewe Mkristo, wewe huna uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Hauna utu wema wewe. Unajulikana kwamba huna wema. Bwana Yesu asifiwe. Hata tone hana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uwe humfadhili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu ambaye una ukarimu tu wa kufanya mambo
ili kwamba ukaweze kufurahisha wengine. Hata ukija katika nyumba ya Mungu, you give willingly. Unakuja unauliza, hapa kuna shida gani mchungaji? Mimi ninataka kununua maspika ya kai kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio sukuma kama punda. Bali pako chapo kiboko, upika za punda tu mzigo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tujipime katika mambo hayo. Na tutakapojipima katika mambo hayo, basi sisi tutakuwa kweli tumeitimiza Torati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio bwana, ukiangalia Paulo ile anawaambia Wagalatia, katika Wagalatia 3:3 pale anawaambia, je, mmekuwa wajinga namna hii baada ya kuanza katika roho, sasa mnataka kumaliza kwa mwili? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaweza anza kwa roho na ukamaliza kwa mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hii safari hii usifikiri ni safari ya mchezo. Ni safari ya kujikana kila wakati na saa na dakika. Hakuna vile ambavyo uta compromise wokovu wa Bwana. Hauwezi kufanya feki wokovu. Bali wewe wokovu wa Mungu utabaki wa kweli na wa haki ndani ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Tafiki tu kuvaa nguo onyeshe kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Si nguo. Haleluya. Si sura na mafuta mazuri ujipake ungarengaze mawe na ngara. Wewe ukisikia, Bwana Yesu asifiwe. But I can't make a very big mistake. Nasema the church has grown. Bwana Yesu asifiwe. Hadi kanisa limekuwa. Kanisa limekuwa. Unawezaje kusema kanisa limekuwa? Unaangalia nini katika ukuaji wa kanisa? Je, mwenye kanisa akaja leo atapata wale ambao wataenda kule? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jiulize. Wakati unaposimama unasema kanisa limekuwa, je, ni jengo unalojenga? Kesho tuamke hapa kwa punda tumejenga building kubwa ambayo ni ghorofa. Hiyo ndio kanisa Yesu anakuja kuchukua. Yesu anakuja kuchukua ghorofa ile ya mbinguni. Yesu anakutaka wewe. Ukisikia kanisa limekuwa, ni kwamba katika kanisa kuna watu ambao wameendelea kukaa katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye roho ya utu, watu ambao wanajali wokovu wa Kristo ambao waliupata kwa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio watu Yesu anaangalia. Haje hapa kuangalia tumejazana, hana haja na sisi viji vilivyo. Haleluya. Wewe Yesu akasema nini ni mtu? Na nyinyi matawi, kama tawi lote kama yameharibika, wewe Bwana atavuna nini? Sasa takataka kila kitu. Wewe hujaona mtu umeingia na kila kitu mpaka mkulima na mwa mimi ndio pruni kila kitu baki vile ulivyokuwa ndio majani mapya. Haujaona hiyo? Haleluya. Ana uwezo. Ni kwa sababu tunaifanya kuja kanisani kama tradition. Yaani mimi ni Christian. What is Christian? Ask yourself in your heart. Christian, unaitanishwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Ukiitwa kwa jina la Bwana wa majeshi, vigezo vya Yesu vionekane ndani ya maisha yako. Si drama. Haleluya. Tumejaa drama sisi. Hata wewe uko kanisani, huna upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Enemy to enemy. Why? Hii ndio kanisa Bwana atakuja nichukua. Hili ndio kanisa ambalo natazamia wewe uende mbinguni, uko ndani ya Yesu na umejaa hatred. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kazi. Wapendwa,
tuko na jukumu kubwa sana. Ukitaka Yesu aonekane, anza ndani ya hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka Yesu aonekane, si kanisani atukujue umeokoka, kwa sababu wewe gonganisha yule, piga yule mambe. Alafu tukitoka huko nje tupata nazo tena huko. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wa Yesu utapatikana wapi kama wale ambao wako ndani ya kanisa wamejaa hayo mambo yote ya nje? Yesu ataonekana wapi? Huyu Yesu tunamhubiri ataonekana wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tujichunguze sana, wandugu na wadada, maisha yetu tujirudi na tuangalie vigezo vile ambavyo Yesu ameweka vipatikane ndani ya maisha yetu. Tuombe. Asante na kushukuru Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya neno lako, na neno lako ni kweli, naamini na ndivyo ilivyo, kwa sababu neno lako hakuna copy paste. Neno lako Bwana liko hivyo jinsi ulivyo, na huo ndio ukweli unaotuambia katika maisha yetu. Basi endelea kutupatia neema ya kuyajua hayo na kuyatambua na kukaa katika mapenzi yako, ili tukupendeze wewe, na siku ile itakapofika Bwana, sisi tuwe wamoja wale tutakaohesabiwa haki katika ufalme wako. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu.